Kuna toleo lako ambalo watu wanaliheshimu na kuna toleo lako ambalo watu wanalipuuza. Na jambo la kusikitisha, wanaume wengi hawajui wapo kundi lipi. Udhaifu hauonekani wazi kila wakati. Hauji kila mara kwa kelele. Wakati mwingine hujificha kwenye tabia zako, maamuzi yako, na jinsi unavyojibeba hata pale ambapo hakuna anayekuona. Na ukweli mchungu ni huu: hakuna anayekuja kukurekebisha. Usiogope. Katika video hii tutaangalia dalili 7 za mwanaume dhaifu. Lengo si kukudhalilisha, bali kukuamsha. Kwa sababu ukishaona, huwezi kutoona tena. Na kama ukichukua hatua, kila kitu hubadilika. Twende kazi. Namba 1. Anakwepa majukumu. Mwanaume dhaifu huwa na visingizio kila wakati. Kitu kikienda vibaya, ni kosa la mtu mwingine. Kazi yake, familia yake, maisha yake ya zamani, mfumo au bahati mbaya. Lakini huu ndio ukweli. Mwanaume imara huwajibika, hata kwa mambo ambayo si kosa lake moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu uwajibikaji unakupa udhibiti, na udhibiti unakupa nguvu. Unapolaumu kila kitu nje yako, unapoteza uwezo wa kubadilisha chochote. Mwanaume dhaifu husema, siwezi kwa sababu. Mwanaume imara husema, nitafanya, bila kujali chochote. Namba 2. Anatafuta kukubaliwa kila wakati. Mwanaume dhaifu anahitaji sana kukubalika, kama vile anavyohitaji hewa. Anataka watu wampende, anataka akubalike. Anabadilika kulingana na watu waliomzunguka, na polepole anajipoteza. Kwa sababu utambulisho wako unapowategemea wengine, unaacha kuwa halisi, unakuwa maigizo. Sikiliza, ukihitaji kila mtu akupende, kamwe huwezi kujiheshimu binafsi. Mwanaume imara hana haja ya kukubalika. Anajenga heshima binafsi, na heshima binafsi huwa ni ya kimya, lakini ina nguvu. Namba 3. Anaepuka mambo magumu. Faraja ndio uraibu wake. Anaepuka mazungumzo magumu, anaepuka changamoto, anaepuka kukua. Kwa sababu kukua kuna maumivu, na udhaifu haupendi maumivu. Lakini huu ndio ukweli. Kila unachotaka kiko upande wa pili wa kile unachoepuka. Mazoezi magumu, ukweli usio rahisi, hatari unayoogopa kuchukua. Mwanaume dhaifu hukimbia shinikizo. Mwanaume imara hujijenga kupitia shinikizo. Jiulize swali hili: unaepuka nini sasa hivi? Kwa sababu hapo ndipo ukuaji wako ulipojificha. Namba 4. Hana nidhamu. Motisha huja na kuondoka, nidhamu hubaki. Mwanaume dhaifu husubiri hadi ajisikie kufanya kazi. Anaanza vitu lakini havimalizi. Anajiahidi lakini anavunja ahadi yake mwenyewe, tena na tena. Na kila anapovunja ahadi hizo, kujiamini kwake kunapungua kidogo kidogo, kwa sababu ndani kabisa anajua hawezi kujitegemea. Mwanaume imara haongozwi na hisia. Anajitokeza pale ambapo wakati ni mgumu. Anajitokeza pale ambapo amechoka. Anajitokeza pale ambapo hakuna anayemuona. Hapo ndipo nguvu ya kweli hujengwa. Namba 5. Anatawaliwa na hisia zake. Mwanaume dhaifu hujibu bila kufikiri. Hukasirika haraka. Huchukulia mambo kibinafsi. Huruhusu hisia ziamue maisha yake. Na hilo ni hatari, kwa sababu hisia ni za muda, lakini maamuzi yanaweza kudumu. Sikiliza, usipoweza kudhibiti hisia zako, hutoweza kudhibiti maisha yako. Nguvu si kukandamiza hisia, ni kuzitawala. Ni kuhisi hasira, lakini usiongozwe nayo. Ni kuhisi hofu, na bado ukasonga mbele.
Hiyo ndio nguvu. Namba 6, anajilinganisha na wengine kila wakati. Mwanaume dhaifu huwa anaangalia pembeni. Anapima thamani yake kwa wengine. Mafanikio ya mtu mwingine humfanya ajione mdogo. Maisha ya mtu mwingine humfanya ajione amechelewa. Na ulinganisho huu unakuwa gereza. Kwa sababu hata ukifanikiwa kiasi gani, daima kuna mtu anayefanya zaidi. Hivyo badilisha mtazamo. Mwanaume imara hushindana na yeye wa jana. Hivyo tu. Sio mtandao, sio watu wengine, ni yeye mwenyewe. Kwa sababu ukuaji wa kweli ni binafsi. Namba 7, hana lengo au mwelekeo. Hii ndio hatari zaidi. Mwanaume dhaifu huishi bila mwelekeo. Anaamka bila mpango. Anaishi siku hadi siku bila malengo yaliyo wazi. Anapoteza muda, nguvu na uwezo wake. Na miaka inapita hivyo hivyo. Bila mwelekeo, hakuna maendeleo. Na bila maendeleo, kuna kukata tamaa, majuto na utupu. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume ameumbwa kusonga mbele, kujenga, kuunda, kufuatilia kitu chenye maana. Bila lengo, unajihisi kupotea. Mwanaume imara hasubiri kupata kusudi. Analiunda kupitia vitendo, kupitia nidhamu, kupitia kuchagua njia sahihi. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.